yeah. Na ndio maana ukaona nimeweza kuibua leo. Nafikiri ulikuwa unaifikiria. Sikuifikiria kabisa. Ukifikiria kabisa because it is my favorite track. Na huwa ninaamini binafsi. Huwa ninaamini kwamba kuna ngoma ambayo umechana kwa ghadhabu kuliko hii. Kweli? Naamini hivyo. Wewe sikiliza vizuri. Namna ulivyosikiliza. Hebu rudi kasikiliza sana propaganda vizuri. Kuna maana kuna maasio wananiita king humo, kuna wewe nakwambia wananiita king, kuna terminology humo, propaganda terminology. Of course hii kidogo na terminology ndio zinapambana, lakini wewe umeongeza moja. Nashukuru kama umeongeza. Sawa. Sasa ukisikiliza right? Mnaposema nyi wakali wakati sio na radio zinawapa promo na game. Alafu ukairudia hiyo line lakini ikawa sio kwa wingi. Ukasema unaposema wewe ni mkali wakati sio na radio zinakupa promo unaua game. Wakati huo pia upande wa pili kule nako kulikuwa kuna shots yani zinaaminika kwamba unajua ukisikiliza madude kama mfalme yale na nini na kuna hiyo line umerudia hapo. Najua muziki zaidi ya ninavyojijua. Hadi nimekuwa kiasi kujibishi niliamua. Yes. So hii ya kuwa mnaua game kwa sababu siku zote na nafikiri mwenyewe nilishaongea naye siku zote kwenye hip hop asilimia kubwa ya rappers ambao walikuwa wanatatizwa na Joe walikuwa wanaamini kwamba Joe anabebwa. You know what I'm saying yani ilikuwa iko hivyo na siku zote walikuwa wanaamini kwamba Joe anabebwa. Ni kama wewe ulivyokuwa unazungumzia na wewe kwamba labda kuna cycle fulani ya watu ilikuwa inampendelea Fid na kuacha wengine. Kwa hiyo wote wawili mlikuwa mnapata hizo shots lakini naye ilikuwa anapata hizo. Kwa hiyo sasa ndio maana nasema mnaposema nyi wakali wakati sio na radio zinapa no. Kwa hiyo hii ilikuwa inaaminika hivyo. Actually kubebwa kwake hizo fununu zitokana na ma presenters wengi kwa wanatokea upande ule kule. Arusha of course. Exactly. Sure. Kwa hiyo wanakuwa kama wanamsupport Homeboy. Sawa bana. Kwa hiyo ilikuwa ni kaiva. Anyways, hii unaposema nyinyi wakali wakati sio na radio zinapa promo ya hatari unaua game. Hii ilikuwa ni warning, onyo kwa wasanii wote ambao wanajizushia wao ni wakali wakati sio. Alafu na Afrika tokea na radio kana hapa promo ya hatari. Wanakuwa wanaua game. Wanaua game kivipi? Unakuta mtu ni mbovu. Alafu media ndio inampromote. Kwa hiyo watu ambao wengine wako mtaani wanajitazamia katika level hiyo kwamba hii ndio mtu atakayofanya katika kiwango hiki ili uweze kuwa mkubwa. Sasa kama kiwango chako ni kidogo ndio kinatolewa kama ndio mfano watu kujitazamia hapo, kio cha kujitazamia hapo. Definitely unakuwa unaua game. Sijui umeelewa vizuri. Watu na ngoma kuna mstari mmoja ulisemaga unakuta msanii ana ngoma mbovu hata kusikiliza unaona uvivu kabisa. Mwenyewe anakuwa anapata uvivu kusikiliza magetoni. Asema ni tatizo kwa kuwapelekea watu. Baki nao magetoni kwanza, irekebisha afu ndio itoe. Kwa hiyo ilikuwa ni one size fits all. Usiclaim kwamba wewe ni king au nani na ikatokea una access ya kupata promo. Ukapata hiyo promo. Watu wa mtaani ambao wanajitafuta wengine akina Chizo wanaandika mistari yao huko. Itabidi sasa aanze kukufuata wewe. Kumbe wewe mwenyewe uwezo wako wa chini. Namna hiyo na yule mtu wa chini akufuata na wewe na uwezo wako wa chini, unakuwa unaua game. Sahihi. Ndio ilikuwa iko hivyo kabisa. Ilikuwa ni one size fits all. Haikuwa straight to Joe. Ilikuwa kwa yoyote alikuwa na claim kwamba yeye ni king wakati kiuhalisia hakuwa na kitu special kwenye hip hop kwa kipindi hicho. In this song ulikuwa una hasira za mambo mengi sana. Inawezekana hizo zilikuwa zinahisiwa kwa huyo lakini pia zilikuwa ziko sehemu nyingine. Mfano kulikuwa kuna controversial line ambayo sijui kama sasa hivi bado nakoma nayo ama unaifuta rasmi. Angalia ulichoandika kabla hujaanza kuflow. Siamini Mbana Pua anaweza kushika zaidi hardcore. Mbana Pua walikuwa wanaitwa wasanii wa Bongo Flava ambao tulikuwa tunaonekana watu wa hip hop. Nikasema Fid naye aliwachapa baba. Zingatia ulichoandika kabla hujaanza kuflow. Siamini Mbana Pua anaweza kushika zaidi hardcore. Kihistoria sisi tulikotoka huko mpaka leo huwa tukikutanishwa na waimbaji lazima tuwakimbize kwenye shows. Umeelewa vizuri? Lazima mtu wa hip hop aondoke na kijiji. Tumeanza nazo sisi huko kitambo. Hatujawahi kuwa legelege sisi kama Bwana Poko kupiga show kali huko mtu wa kuchana. Hapana. Isipokuwa mtu wa kuchana anaweza akafunikwa ikitokea kwamba hajazingatia alichoandika kabla hajaanza kuflow. Kama alizingatia alichoandika, there is no way Mbana Pua anaweza kumkalisha kwenye show. Unaelewa vizuri? Okay, kusudio lilikuwa hilo. Exactly. Okay. Yani basically hiyo ngoma utaua game. Nilikuwa najaribu kuset standards. Of course, yeah. Usende kama wewe ni noma kati sio noma, hiyo ni kosa unaua. Ndio maana nikakwambia so it begins with you. Jipime. Play your position. Umeelewa vizuri?
jipime. Una kitu hicho cha kusema wewe ndio noma? Asa lakini Fidi, kila mtu mwingine anajikubali tu. Sasa kujikubali is one thing. Kuwa na kitu ambacho unajikubalia is another thing, my brother. Yaani wewe unaweza kumwona kama mimi askari noma kuliko cover. Shabiki wa kwanza ni wewe. Kabla ya vitu yote. Kaka, muziki ulivyo hata kama unajishabikia wewe mwenyewe unajua sana kuna watu wengine noma zaidi. Sure. Yaani mimi mfano nilotoa kama kana Chizo kwa anaandika mistari. Pengine Chizo ashia kuandika mistari na kaamua kuachana na muziki. Bila rekodi. Chizo ni mara hip hop huyo. Ushakutoa ngoma? Hajaamua. Ushafanya cypher. Umeona? Yaani kuna muda mtu unaweza kujipima tu kwamba bana mimi nina kitu, kwa mimi bana mimi sitaki tuendelee na issue. Ukaona nitapoa. Sasa unapokuwa huna kitu, afu unaamua kusisitiza kama mimi ninacho hicho kwa sababu unajikubali tu. Afu una access akina Jabiri nani wote wanao, wanakuusha sana. Unaua game. Sijui vizuri. Sikia. Okay. Anachozungumza Fidi ukisoma the book of Job cha Katajena Fat Job. Anasema wakati huo ngoma yake ile Frojo ya kwanza kabisa ile kumtoa iko juu pale kwenye Billboard. Anapiga shows kibao, lakini kuna siku ametulia kwenye gari hapo, kuna mshikaji akawa anaplay ngoma za Nas pale. Anamplay na Jay-Z. Anakuambia mimi nijiona mimi kweli namba 1 lakini mbona mimi takataka. Of course sasa kwa wenzetu hivyo vitu umezungumzia hiyo. Halafu kuna interview moja najua Fidi utakuwa unaijua. Hiyo si sahau hiyo. Nas alikuwa anamzungumzia Big L. Akasema kwamba nilipomsikia I was scared to death. Nilipomsikia kwa mara ya kwanza Big L anavyo flow. Yani I was scared to death, yani unajua yani hili ni tishio, yani kiasi ambacho unaona kama mbona hichi kifo sasa hicho unajua so kwa wenzetu wana nani sana. Okay Fidi, tunabaki hapa kwenye nimekwambia this is my favorite, kwa hiyo tunaenda ngazi kwa ngazi mdogo. Ushauri wao ulikuwa ni msafi lakini mifano yao ni mibovu. Sasa glasi imegeuka almasi. Sasa glasi imekuwa almasi na kopa imekuwa gold. Ushauri wako ni msafi. Yaani ndio hicho kitu unapokuwa una ushauri mzuri lakini mifano kama mibovu, tayari unakuwa umeua kitu ambacho nataka kusema. Umeelewa vizuri. Lazima mfano wako uendane sanjari na ushauri unaotaka kutoa. Ushauri wao ulikuwa ni msafi lakini mfano wao ni mbovu. Exactly. Kwa hiyo unakuwa inakinzana pale. Yes. Kama ukichoma miti hakikisha hauombi mvua. Kuishi kwa adabu, kifo kwa heshima chini ya jua. Kama ukichoma miti hakikisha uombi mvua. Unachoma miti ndio vyanzo vya mvua. Of course. Ukichoma basi hakikisha uombi mvua. Ukiishi kwa adabu, ukifa tazikwa kwa heshima chini ya jua. Sijui umeelewa vizuri. Tumeona watu ambao wakifa wanazikwa kwa heshima. Kama juzi Jisan kwenye kasimamisha Arusha. Kwa sababu katika maisha yake alijitahidi kutoka draw na kila mtu alikuwa ana communicate naye au alokutana naye. Mimi nikutana na Jason mara chache sana. Kwenye Explasters mimi nilikuwa ni rafiki wa Father Nail. Kaka yao. Ndio kwa mshikaji wangu Father Nail. Umeelewa? Kwa hiyo hao wengine wote nilikutana nao baadaye kidogo sana. Lakini wote na experience nzuri na historia nzuri na wawe. Conversation zilikuwa healthy na nini. Kwa hiyo definitely unakuwa ushakumfikiria mtu afu una smile kwamba ni nigga yule fresh kabisa. Definitely. Umeelewa Exactly. Kuna ya mwisho kwenye hii ngoma maana kuna nyingi. Siamini kama commercial inaweza mkomboa MC, lakini in short measures life may perfect be. MC wengi wamekuwa wakiua uhalisia wao kutoka kwenda commercial. Wakaamini kwenda commercial ni kwenda kuimba kwa kujilegeza. Hey baby, you know this. Na kuua uhalisia wao. Sure. Kwa ndo maana nikasema kwamba siamini kama commercial inaweza kumkomboa MC, lakini in short measures life may perfect. Kwa vipimo vidogo tu vifupi, maisha yanaweza kaa sawa. In short measures life may perfect be. Umeelewa? Kwa hiyo MC anabidi stick kwenye lane yake na angalie the business ambayo iko katika hiyo lane yake aliyopo. Sio kuhama kabisa yeye mwenyewe. MC wengi hawajui kwenda commercial ni nini. MC wengi wanaamini kwenda commercial ni kujilegeza. Na hilo nitaka niulize mwenyewe, unajua Fid Q ni mmoja ambaye ameweza kubalance commercial success na street credibility. Unajua Fid Q mtaani bado heshima yake iko pale pale. Lakini pia unaona ana move
business wise. Of course. Kitu ambacho unafikiri ndo hiyo ambayo ndo katika mahesabu mafupi tu maisha yanaweza kukaa sawa. In short measures life may perfect be. Umeelewa vizuri. Sikuhitaji kila ngoma nifanye na msanii wa Bongo Flava aniweke kiitikio midundo ya kuchezeka ili muziki wangu uende kuuzika. No. Yeah. Okay. Unajua kuna hiyo njia rahisi ya kutaka muziki wako ufike haraka. Tengeneza beat kama la dance au la nini. Weka msanii wa Bongo Flava kupigia kiitikio chana pale unaenda. Ni formula ambayo wanaitumia wasanii wengi, lakini mimi nipo kiculture zaidi, kisanaa zaidi. Wewe pia umefanya hivyo, ufanya hata kama na biaishi na zinakuwa hit. Lakini sasa swali ni, je, nimefanya nyingi? Chache. Lakini sasa kwa nini ni hit na sijafanya nyingi? Kwa nini? Ndio nakuuliza wewe sasa kwa nini? Wewe tuambie, wewe si ndo msanii, tuambie kwa nini? Mimi sasa ndo naenda kama msanii sasa hizi. Okay. Ngoja tuwakumbuke na watu wetu wa YouTube bwana. Sawa. Muhammad Sharif Mkonga FeedQ tunawapata vizuri kabisa kutoka pande hizi za Muscat Oman. Bana, umetisha sana ndugu yangu Muscat hapo. Anaitwa Muhammad Sharif. Sharif. Okay. Jamaa anasema anajiuliza kwenye chagua moja mzee Rado angekaa wapi? Okay, hiyo tusha discuss, haina noma. Imeisha hiyo mzee. Yeah, anaitwa Abdullah Upe sasa. Swali yuliza majani pia. Okay. Douglas Alphonse Kuvichaka anasikiliza kutoka Viva Tangibovu. Okay. Douglas Alphonse. Haya bwana, nisalimie hapo. Nisalimie nani? Nisalimie Vai. Sawa. Imeisha hiyo. Sasa imeisha vipi kirahisi? Nisalimie Vai. Asi kaniambia location yake kwa nikamkumbuka mtu mmoja muhimu. Mambo mengine unaacha yapite. No, yani location unataja ndio yuko huyo Vai. Sema Vai, salamu zimefika. Zimefika. Nisalimie Vai. Sisi Vai tunakushukuru. Vai mara square utembelee bwana hapa Vai. Kwa hiyo bwana Douglas Alphonse nisalimie Vai. Hiyo imepisha. Bwana Kipara leo hajafika kutokana na udhuru, lakini anasema a great narrator Moruo. Okay. Amesema tu bwana Farid a great narrator. Ameishia tu hivyo. Asante. Ana swali lolote Moruo King. Ana swali kwa kuna maswali yameyatuma nitapitia. Wasosi wangu uzo kuta Kipara kimeota nywele. Anachakae akae chini. Okay, sawa. Okay. Peter muulize FeedQ kama sina muda Hadma alishirikishwa katika rekodi David joint ya huyu na yule. Nope, ilikuwa bado. Yeah. Okay. Brother mwambie FeedQ natamani sana afanye ngoma na Mrisho Mpoto kwa zikiangalia mashairi ya mjomba na FeedQ. Naona kabisa tutapata darasa zuri sana hasa kwenye utumiaji wa misamiati ya Kiswahili. Anaitwa Ngonge Lao. Huyu anataka ufanye na afanye na Nadi na Mpoto. Alright. Okay. Douglas alikuwa anasema mbona mmekatisha matangazo? Hasa huko YouTube tunapopiga hizi ngoma zina copyrights. Kwa hiyo tuna watu wa YouTube wanazikata ili tusiwe tumecheza foul hapo. Sawa. FeedQ mimi nikisikilizaga Ghost 13 huwa anajiona kama anapaa. Hiyo beat haijawahi kupigwa popote duniani. Anaitwa Ami Master. Asante Ami, na natamani Abdullah Upe anasema anatamani angekata nywele. Umeenda mbali. Dick Sheni anasema my G wewe ndo maana kabisa ya mzee mbuzi. Asante. Issue na Langa ilikuwaje? Issue gani hajasema. Asante sana, lakini pia anasema kwenye propaganda pia kuna line ikampitia Joe asikwepi hapo. Haya poa. Line ipi? Hajasema. Hebu tuambie bwana, tutarudi tena YouTube hapa. Asante sana. So baada ya matangazo tutarudi hapa na FeedQ na kuna surprise yako nyingine. Leo haziishi, zipo nyingi. Nipo kwa ajili yake. Be right back. Yeah. Ameshirikishwa hapa na FeedQ kwenye wimbo unaitwa Shimo Limetema. Bana, watu wa YouTube naomba tukaikae mkao wa kula hapa kwa sababu wiga Ambwene Yesaya kwenye dai na usio bwana. Sasa Ambwene Yesaya bwana naye ana laki la kusema. Tunaelekea kwenye siku yako heshima FeedQ bwana. Tunakwenda kukupa heshima yako kwenye jukwaa la Bongo Flava Honor. Nikasema ni vyema nizungumze na Ambwene, na walau Ambwene unatuambia nini bwana? Huyu jamaa uwaga ni mwanao sana mtaani. Una kitu gani Ambwene cha kusema kwa bwana Farid? Ambwene ni aje? Sasa bwana Farid Kubanda kwanza ni kijana wangu, mdogo wangu huyo. Namwelekeza mambo mengi ya kiutu uzima. Ujanja kwenye game siku hizi imekuwa tofauti. Amekuwa
amekuwa anaweza kuweka swag na nini tofauti na zamani alivyokuwa hardcore sana. Short ni kwamba mimi ni mzee wa commercial, yeye ni mzee wa hardcore. Okay, anyways, ni mtu wangu, mshikaji wangu wa karibu na ni performer mzuri, mwandishi mzuri, rapper mkali, MC, tuseme ni MC, huyo sio rapper. Yeah, so kiufupi ni kwamba naona na kazi yake tarehe 2 na naamini kabisa kazi yake itaenda fresh. Na nitakuwepo pia kushuhudia makamuzi yake. The way ambavyo naye pia alinisaidia kuandaa performance yangu ya Bongo Flava za around mwezi wa 4 mwaka jana. Kwa hiyo nadhani ni wakati mwafaka wa yeye na ana deserve kupokea tuzo ya Bongo Flava. Okay, so kuna story moja tu ya haraka mimi na yeye. Sisi ni washindani lakini kwenye ushindani wa maendeleo zaidi. Kuna siku moja tulikuwa tumeenda kuperform Mtwara na Masasi. Kwa hiyo tulivyoenda Mtwara ikarusha shilingi, Fidi akawa kwanza. Fidi bwana akaimba akaimba kama nyimbo 20. Afu baada hapo alipomaliza akasema jamani, si show imeisha. Watu akasema imeisha, kwa mimi sikuperform hiyo siku. Show yake tukaenda Masasi, karusha shilingi. Mungu si asmani bwana. Sasa akanipatia, mimi ndio nikawa kwanza. Nilimba kama nyimbo 28. Sasa nilipofika nyimbo kama 28 hivi naona kama kuna mtu yuko nyuma yangu. Asinyang'anye mic. Akasema fukuzeni huyu bwana. Anza kuimba. Alianza kuimba, crowd ishachoka hapo. Kwa hiyo shughuli yake kwa imeishia hapo bwana. All the best Faridi bwana. I'll see you all the way from Table Mountain, Cape Town. Shout out to you bwana Jabiri. I'll see your respect man. Pamoja. Was love and respect AY kutoka Cape Town, Afrika Kusini ametujoin hapa na ametupa hiyo story. Mzee ilikuwaje ukambania mzio bwana? Sikumbania, unajua huwa anapenda competition na mimi. Namwambia kaka, mimi sio competitor wako. Mimi ni mzee wa hardcore, wewe wa commercial. Umeelewa? Kwa tukaenda katika show zetu, tunafanya show zetu, mimi mzee wa hardcore na mzee wa commercial. Tukaanzia Mtwara. Namwambia wewe nenda jukwani, mna wewe kama vipi wewe rusha nani shilingi hapa tujue nani anaanza nani. Sio wewe. Kwanza tumeenda katika show vizuri, tumeandaa wenyewe show vizuri, tumewapa watu watusimamie huko. Muda show tunavimbiana backstage. Usikia wewe ndio inabidi uende kaanze. Mimi sianzi, unaanza wewe. Ngapia haina shida, turusha shilingi. Turusha shilingi kwa kana mimi ndo nianze. Nikaenda kumuonyesha kwa nini anatakiwa aanze yeye badala ya mimi. Umeelewa? Sure. Nikapiga makamuzi pale ngoma kama 23 hivi. Nikiimba na watu kwa style tofauti kiasi cha watu kwa ya 23 washakubali kwamba bana tumekuja kuenjoy show na show kweli tumeenjoy. Nikawauliza watu, jamani kwa makamuzi haya mnataka kuendelea na show? Kaniambia hapana. Tumechoka tukalale. Kwa sababu kidume kilipanda jukwani kuanzia saa 5 mpaka kama saa 8 hivi. Unaungurumisha tu nacheza nao, nafanyaje, wengine nimeita tumeimba. Wakaniambia wamechoka naenda kulala baada ya hapo. Kwa hiyo jamaa wangu bakia backstage anasubiri kuitwa apande. Nikamwambia wewe show imeshaisha, watu wanaondoka, watu wamalizika. Akaniambia kwa hiyo yani umemaliza nao? Mimi nimemaliza nao, watu wamekusahau kama haupo. Yaani wewe haupo. Wewe endelea na shughuli zako nyingine. Kwa zetu hotel. Pengo lako halionekana kabisa. Yaani watu wamesahau kama upo. Turudi hotel. Basi wakati tunarudi hotel nikajua tumemaliza vizuri. Kumbe mwenzangu kakunja bana. Kwa next day akakufanyia unyama. Sasa next day aliposikia nani anaanza? Naanza mimi. Nikamwambia hapana, chote na shilingi. Rusha shilingi. Umeona? Ikatoa yeye ndo anatakiwa aanze. Sasa unajua kihistoria kwa nini tulikuwa tunaua mtafaruko nani aanze na nini? Ni kwa sababu kikawaida katika show mnapokuwa mnaenda yule mkali anakuja kuimba mwisho. Nafikiri ndio kitu ambacho kilimpelekea yeye aone yeye atakuja mwisho kwa sababu anaamini atakuja kufunga. Nikamwambia haiko hivyo kaka. Yaani wewe sio mkali kabisa, anapokuja swala la mimi na wewe. Wewe hauna ukali wote. Kwa hiyo kama umechagua mimi nianze haina shida, turushe shilingi. Kwa hiyo shilingi akasema mimi nianze. Nikamalizana nayo, akanijibu hivyo. Na mimi ilibidi nimbukie jukwani kwa sababu naona anakomesha. Kafika katika muda wa zigo, eti zigo limerudia mara 6. Wanangu turudie. Tena zigo nyamba limerudia mara 6 ni ile original, sio hata remix. Umeelewa vizuri? Nikaenda kufuata jukwani gani ile kidudu baya ile. Oya sikia unapiga begani papa. Oya shuka. Anajifanya ndio kuimba. Picha inaanzisha data katika mic scale, huko data kweli atoke. Nikamtoa jukwani. Nilipomtoa jukwani naanza tu kuperform watu baadaye huyu jamaa kama kashamaliza hivi na nikamwambia ina shida kazi ya Masasi siku nyingine. Anyways AY is your brother kabisa, maana sio marafiki kabisa. Sijui tu kwa ufupi sana ni unaweza ukazungumzaje ukaribu wenu na namna mlivyoweza kudumu kwa muda mrefu kiasi hiki? AY ni mtu ambaye hatukuweka chini na kusema kwamba sisi tuwe washikaji.
tulijikuta tu miaka fulani mwaka mzima tunawasiliana daily, tunakutana, tuna hang jioni daily mwaka mzima. That's when tukagundua kwamba sisi tunaweza tukawa washikaji. Umeelewa vizuri? Na nafikiri kitu tulirahisishia ni sisi kutokuwa competitors as well, kwa sababu kama ambavyo nimemwambia, yeye ni mzee wa commercial, mimi ni mzee wa hardcore, hatuingiliani chochote pale katikati. Sijui umeelewa vizuri? Kila mtu ana mpanga zake, ana direction yake ya muziki na kila kitu. Lakini AY kihistoria ni mshabiki wangu huyu. Ni mshabiki wangu. Alikuwa ananifuatilia tangu enzi hizo, naandikwa na gazeti moja siku hizi alipoletwa Msanii Afrika. Aliniambia, unajua uko unafuatilia long time nini? Na kusoma katika gazeti la Msanii Afrika nini? Role model ujue. Yaani mimi role model wake. Nakubali. Vizuri tunakubali. Lakini Ambwena anaweza sikubali. Yuko Cape Town anasema. Kwanza mbona ublaza wenyewe Table Mountain Cape Town? Utaje hivyo. Sema tu niko South Africa. Inatosha mkubwa. Hivi sasa Fidi. Ngoja kwanza. Samani namna ambavyo umeelezea namna ambavyo huyu jamaa amekuwa ni mtu wako wa karibu kiasi hichi. Na nikitazama sasa, kuna wimbo mmoja nitaupiga kidogo tu hapa, halafu niambie kwa nini AY and not sio wengine and anybody else. Hii ni moja kati ya ngoma zako kali sana, na ina ujumbe ambao kila mmoja kwa namna moja ama nyingine ameshakutana nao akasema ili neno sihitaji marafiki. Kiflari. Nimeunganisha hizi story. Fidi rafiki yake mkubwa ni AY, lakini kuna kipindi alisema hahitaji marafiki. Kwa nini AY na kwa nini ilikuja akatoa ujumbe huu? Alikumbana na nini Fid Q? Ukisikiza sihitaji marafiki hapo kwenye intro nimesema vizuri tu kwamba machizi sikusoma nao, tulikutana tu mtaani, udogoni sikucheza nao, lakini ndo machizi wako kubwani. Basically watu ambao nimekuwa nao, nimesoma nao wengi ukubwani huku wamekuja kujiengua katika orodha ya marafiki. Nimepata watu ambao sikusoma nao wala sikuwa nao pamoja. Nimetokea kutoka nao draw sana. Nafikiri ni tatizo ambalo kila mtu analo, au hii ni situation ambayo kila mtu inamtokea. Sahihi. Una watu ambao wanataka ubakie wewe yule wanemjua shule. Akwa watu kama Kamasi Pwani na nini mjinga. Akwa ajui vizuri geography. Wanataka ubakie vile vile. Sasa wanapokuja kusikia kama wewe saizi wana presenter unapatikana EFM au TV uko katika weather weather forecaster ndo wewe. Akwa geography unaanzaje kuwa weather forecaster sasa hivi? Sio unanielewa vizuri. Na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wanakuwa bado stuck inside the image of an era that's gone. Wanataka bado wanakufikiria wewe ile picha ya zamani. Hawako tayari kuona ukikua. Umeelewa vizuri? Sasa inakuwa ni tatizo. Nafikiri ndio linapelekea mara nyingi unajikuta watu ambao umesoma nao, watu ambao umekuwa nao pamoja wanakuwa sio washikaji. Ni very rare watu ambao mko nao pamoja wakaendelea kuwa washikaji katika maisha ya siku hizi. Wewe nyinyi wenyewe jiulizeni hilo swala wote kwa pamoja yenu, na hata nyinyi wasikilizaji. Jaribuni kujipima vizuri. Mtakutoka nao mbali, wengi mnaishia njiani. Yes. Kocha kama hizo nini nimekutana nazo. Uliposema sihitaji marafiki, labda baadaye akitokea mmoja wa kuongea naye na mmoja wa kumuongelea. Yaani maana yake kwamba hapo nimeenda kwenda kudhibiti, sio kuna majungu na kila kitu. Yaani kama mfano wewe ndio mshikaji wangu mimi, na kuna mshikaji wetu mwingine Chizo yuko mbali, nikutana naye napiga sasa, bana Chizo vipi? Umemsikia leo? Chizo sijamsikia leo. Haina noma. Ndio hivyo. Wakishaanza kuwa wengi, kuna uongo unaingia katikati, kuna fitna, kuna husda, kwa sababu mara nyingi mtu ambaye ndio mtu wako karibu sana anaweza akakufanyia ubaya kwa sababu anakuwa anajua siri zako nyingi. Labda yule Chizo mpe nani tu, mpe soda tu. Anazima. Umeelewa vizuri? Sasa mtu akishakuwa na anajua siri kama hizo inakuwa ni tatizo, na ndio maana ndani ya sihitaji marafiki kuna mstari nimesema kwamba hakuna adui mbaya kama rafiki yako mwenyewe ambaye hajui kama yupo nawe au yupo kinyume na wewe. Yaani yule ambaye hajui kama yupo nawe au yupo kinyume na wewe, huyo ndo mtu mbaya kuliko watu wote. Huyo ndo mtu ambaye anaweza kukuuza, akafanyaje, na ndo nikasema kwamba huyo ndo adui mbaya sasa. Lakini akuifunga kabisa. Nasema labda baadaye akitokea kwa watu. Labda baadaye kutokea kwamba bado na room ya kupokea marafiki. Kuacha room. Baadaye. Hivi katika mitikasi yako ya muziki na maisha na nini, baada ya kuwa maarufu, ni nani ambaye unatamani sana labda mngeweza kuwa washikaji, lakini katikati hapa mambo hayakuwa sawa kabisa?
kuishi kwa rafiki wa mtu, mimi wish yangu ni kuwa rafiki wa kila mtu, but then again najua kwamba huwezi kumplease kila mtu na pia huwezi kuwa rafiki wa kila mtu. Ninasemaga zungumza na kila mtu, sio rafiki wa kila mtu. Yes, umeweka sawa sana chizo hiyo. Zungumza na kila mtu lakini sio rafiki wa kila mtu. Kwa sababu kuzungumza, ongea na watu vae viatu. Yaani maana yake ni kwamba ongea na watu upate mwendo. Kuna kitu unaweza kuokota. Umeelewa vizuri? Mimi naweza kana na shida ya masuala ya miwani. Kwa sababu nakuwa na presenter anatokea miwani sana, naweza kaongea na wewe kanibane kuna jamaa yangu pale anauza hapo, anaweza kwenye kikapu tu. Hii kaniuzia Jabiri. Jabiri anauza miwani. Umeona mambo hayo sasa. Hasa mimi mambo ningeajulia wapi? Kijana unajua nakwambia hapa sasa hivi. Kijana unajua anakuaga na miisho fulani hivi, lakini wazoee tu vijana. Unajua sasa kulikuwa kuna ulimuulizia Moruo hapa. Walau kwa dakika chache sana, maana muda wetu unakimbia sana. Kuhusiana na Feed Freestyle Friday. Watu wengi wameulizia sana kuhusiana na jinsi ile movement ilivyokuwa, na kaka PK alizungumzia kidogo ilivyotoa nani, ilipata mapokeo mazuri na kuwa platform la kuonyesha uwezo na vipaji kwa rappers na MC. Kuna mpango wote wa kurudisha kipindi kama kile? Ilo swali la kwanza. Swali la pili, Feed alihusika katika filamu ya Bongo na Flavor. Je, ana mpango wote wa kuandaa documentary na muhusu yeye, maana amekuwa inspiration kubwa kwa Mwanza na Tanzania kwa ujumla? Na swali la tatu, lile dude la kwenye hiyo movie mbona halijatoka? Fingerprint featuring Zopa. Bwana huyo kipara huyo. Kipara mtu mbaya sana kipara. Kaenda kazama katika Bongo na Flavor. Uko na kijana wako kwanza na Fiesta Friday. Fiesta Friday sina mpango kuirudisha. Habari mbaya ndio hizo. Habari mbaya kwamba sina mpango kuirudisha kwa sababu Fiesta Friday ni classic. Classic huwa zina tabia ya kuguswa. Ni classic kwa sababu ina wasanii wengi walikuwa hawajajipata kipindi hicho, ambao wamejipata hivi sasa. Umeelewa vizuri? Sasa unapoenda kugusa kitu kama hicho unaharibu historia au unaenda kuitia doa kidogo. Historia haieditiwi kaka. Ilitokea kwa sababu maalum na lengo na pamoja ni kujifunza kwa kupitia historia hiyo. Sijui umeelewa vizuri? Yes, kwa hiyo sina mpango kuigusa kabisa, na kuwatoa tu wasiwasi. Habari njema ni kwamba kama ambavyo mnajua FQ ni mtu creative, na tayari nishakaa chini, tayari nina programs kadhaa kama 3-4 ambazo zipo kwenye mkanda wangu, chini ya mkanda. Chini ya mkanda tayari zipo kama 3-4, nazitengenezea tu platform sahihi ili ziweze kuja tena kuendeleza pale tulipoishia, lakini Fiesta Friday hairudi tena jamani. Tusamee. Mlaona katika Fiesta Friday ndo hao waliobahatika kuwa huko na kuwa sehemu ya historia hiyo. Alright. Swali la pili lilikuwa kuhusiana na ile movie ya Bongo na Flavor. Bongo na Flavor, una mpango wote kuandaa documentary inayomhusu wewe mwenyewe? Documentary of course ndio vitu ambavyo tunashughulikia hivi sasa, wasanii wa umri kama wangu. Lazima uweze kudocument hivi vitu. Kwa sababu hata hawa wasanii wa sasa hivi ambao wengine hawaheshimu Wakongo, ni hawaheshimu Wakongo kwa sababu Wakongo hawakudocument their hustle. Kabisa. Umeelewa vizuri? Lakini kama zingekuwa documented, wangekuwa na heshima. Kama hawa watu ongeza kuona namna ambavyo Diamond Jubilee ilikuwa inajaa watu wananying'inia mpaka juu. Sahihi. Diamond Jubilee inageuka stendi, kituo maalum siku Jumanne akiwa na launch album yake. Nafikiri ungekuwa na heshima ya zaidi ya hiyo ambao wanampa Jumanne hivi sasa. Umeelewa vizuri? Ilikuwa inageuka kituo cha daladala pale stand. Yaani unakutana na daladala inakwambia yeye ni Mwenge Diamond Jubilee. Mbagala Diamond Jubilee. Sio zinabadilisha route. Ni kweli. Kwa sababu wanabadilisha route sio kwa sababu gani? Sio kwa sababu eti wenye daladala ni mashabiki au Makonda ni mashabiki. Hapana, wanabadilisha route kwa sababu kila mtu alikuwa anaenda kuhudhuria tukio. Yes. Sasa vitu kama hivi vya kihistoria havikuwahi kuwa documented. Ndio maana sahihi mtu anaweza kasikia jina Juma Nature na asistuke. Ndio maana tumeanzisha The Classic hapa kuwapa hizi heshima pia, ndio maana wengi wanazijua kupitia neno overrated kwa sababu limekuwa sasa linatumika. Wanatumia sana. Ukienda kule X kule, X vijana wanaripukaga tu. Overrated. Nishe kuona comment hivyo, watu wanasema Juma Nature alikuwa overrated. Au wanakuambia ukitoa stakidemo anabakiwa na nini, ndio maswali yao. Lakini unaweza kalia kama mtu mdogo, unaweza kutoka na machozi. Sawa.
Anasema lile dude kwa nini halijatoka lililetwa fingerprint? Sasa lile dude ni kwenye filamu mule tu. Zile ni soundtrack tu sio? Okay. Sasa Moruo watu wanasema akili ni nywele, sababu zake kanyoa, anaamini lile dude lipo. Kwa kifupi Moruo kipara chake kinamsumbua. Yaani kama Moruo katika bongo na Flava kama ningeua mtu angenishtaki yeye uraiani. Moruo ni mtu hatari sana. Anyway, sawa. Fidel. Mida ya lawama sasa. Tumebakisha dakika 9 na leo naomba twende haraka zaidi. Yaani leo explanation isiwepo leo. Explanations zinasaidia mtu labda kifupi mtu kujipata. Kifupi sana. Nimeishi vizuri wiki yote. Nimeishi vizuri sana. Haujaishi vizuri. Ulizima simu. Kwa sababu simu haijapatikana. Ngoja simu ipatikane. Haujaishi vizuri unao. Nimepata nani mtu mmoja kanipigia simu kunomba ushauri nimchagulie aina ya wasanii ambao anatakiwa manage na vitu kama hivyo. Kupitia hii interview kwa zile fafanuzi za mida lawama. Sawa. Okay. Mida lawama Feed Q part 2 hii leo. Hashim Dogo au Imam Abbas? Hashim. Asante. Kala Moto Kiumbe ama Calligraph Jones? Kala Moto Kiumbe. Nenda na Kala Moto Kiumbe. All right. Una sababu? Unampa sababu? Kidogo tu. Nikajua utaki sababu. Kidogo tu. Because Kala Moto na Calligraph kidogo. Nafikiri nimechagua Kala Moto kwa sababu mimi katika wasanii huwa naheshimu mtu ambaye nimekutana naye na kuweza kumfahamu vizuri zaidi. Okay. Ndani na nje ya sanaa yake. Okay. Kala Moto ni mtu ambaye hata ukimuuliza Calligraph nafikiri anaweza kaa ndo his favorite person, anaweza kaa Kala Moto pia. Alright. Yeah. Sawa, imetosha. Nicki Mbishi au One the Incredible? I'll definitely go with Uno. One the Incredible? Yeah. Alright, Meisha. One the Incredible au Stereo? Bado Uno yupo. Uno. Kendrick Lamar au J. Cole? Kendrick. Kwa sababu vitu anavyofanya J. Cole, Kendrick kashavifanya siku nyingi. Na ukimsikiza J. Cole vizuri, huyu mpya anaandika vitu ambavyo Kendrick alifanya zamani kwenye mixtapes zake na vitu kama hivyo. Okay. Imeisha hiyo. Na yote yanatokana na kwamba J. Cole ashaikuwa anamproducia Kendrick, anampigia mabiti fulani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hawa wawili wamekuwa wakiishi hivyo. Common Almost Deaf? Definitely Most Def. Mex Cortez or Fresh Like aka Pablo? Shida ndo zinaanza hapo. Mex anakusikilizia tu. Shida zinaanza hapo. So far Mex kila collab amekuwa akiwakilisha vizuri, anakuwa anapata sifa kama kafunika mpaka hii ya mwisho kali Cartels na ukafanya vizuri, basi twende na Mex. Okay. Yeah. All right. Sawa. Lord Eyes ama Johnny Vigeti? Nenda na Lord hapo kwa sababu nimefanya naye album, nimemuona namna ambavyo ananyumbulika tofauti. Lord Eyes. Yeah. All right. Imam Abbas tena ama KBC? Nenda na KBC. KBC. Yeah. Nenda na KBC kwa sababu ndio wote ni wa siku nyingi, lakini K amejaribu atoe vitu vipya. Okay. Lakini naona katika hivi vilingi vyetu akipewa mic huwa siti kufanya jambo na anatoka kidedea. Okay. Yeah. Sawa. Imam sijamsikia siku nyingi wala kumuona. Okay. East Coast Team au TMK wanaume? Midalama sasa ndio imeanza rasmi. Sasa tunapozungumzia East Coast Team tunazungumzia ipi na wanaume TMK wanaume unazungumzia ipi? East Coast ile OG. Unazungumzia enzi zile kabla hazijapasuka. Enzi zile chama ilikuwa inajulikana moja tu TMK hiyo. Unajua kabisa wewe. Mimi sijui, ndio maana kuuliza, mimi sijui. Wewe vijana upanga walikuwa kwa favorite kabisa. Mimi sijui. Mimi nilikuwa napatikana kwa Masanga kipindi hicho. Chakula kwa Masanga. Okay. Ya mwisho Juma Nature, Inspector Harun. Juma Nature. Walikuwa wanafanana kidogo na nini? Walikuwa wanafanana kidogo. Inspector yuko versatile. Mzee wa busara kafunika. Umeelewa vizuri remix ile Inspector Noma alichofanya mule. Mzee wa busara Noma toka na Soma Street. Ilikuwa noma sana mule. Alright. Lakini kuna namna Juma Nature kafanya hizo albums kadhaa
zimemsababisha mimi niweze kumrank juu kidogo ya Inspector Harry. Japokuwa Inspector Harry. Master, naweza nikaongezea na kidogo hapo. Usiongezee utaharibu. Usiongezee kitu utaharibu. Fidi kwanza natanguliza kukomba radhi kama hii surprise inayokuja hii kama itakukwaza kidogo, lakini nafsi yangu imenituma kwamba ni surprise. Nafsi yangu imenituma, lakini pia kwa sababu ya interview iliyopita ilileta mambo mengi na ilikuwa kubwa kusema kweli kama ambavyo tuliongelea, lakini nikaona wewe unakwenda kupatiwa heshima, na heshima yako nadhani ni kwa Watanzania wote na wana East Africa kwa ujumla, regardless nini kilitokea huko nyuma. Ndio binafsi nimempigia Rado na nimeomba kuongea naye kuhusiana na heshima kwako. Kama ulivyosema is your homeboy na mlitokea pamoja. Nataka nimsikie Rado anasemaje kwa wewe kupewa heshima, regardless ya verse ambayo imetoka last week tumeitambulisha. Sawa. So on the line we got Rado bwana. Rado, mambo vipi? Na for the first time na kukaribisha kwenye The Classic ambayo Fid Q yuko humu ndani. Una lolote la kusema my brother? Yeah, chem. Idio Rado Kiraka uso. Yeah, itoe mbuzi yache uso. Na wana sana. Chem sana. Kuvichaka The Classic. Kwangu mini Kiraka, kwa maktaba baba si haba. Noma sana. Heshima kwako Jabil Saleh. Pindi la The Classic ni kipindi kikubwa sana, nadhani kila mmoja anaweza kushuhudia na numbers zinatuonesha, hususan details za kipindi. Kwa hiyo napenda kutoa salute na heshima nyingi sana kwako Jabil Saleh na timu nzima ya EFM The Classic. Kutokana na hilo, mimi pia nimejikuta ni mdau mkubwa wa kipindi cha The Classic na ni mfuatiliaji mkubwa, naweza kusema sio shabiki, ni mshiriki wa The Classic. Na kupitia hilo nimejikuta nikihudhuria pia part 1 ya last week na part 2 ambayo ndio hii tunaongelea, ambayo amekutwa ndugu yangu Ngosha the Don, sindio? Much salute for the culture, ambaye atakuwa na tukio la Bongo Hanas. Ni jukwaa kubwa sana hilo. Kwa hiyo mimi naheshimu mwanangu na imebidi niongee kwa sababu nimeshirikishwa kwa baadhi ya sehemu. Kwa hiyo kikubwa nachoweza kusema, naheshimu sana na kuna mengi, lakini ni vema zaidi kwa kuwa kuna tukio kubwa hapo mbele yetu. Nimtakie heri ndugu yangu na blessings, na show iweze kuwa sehemu ya kuheshimisha utamaduni au ukoo mzima wa HOP TZ. Kwa heshima sana, chem sana na wana. Asante sana bwana jamaa, nakutakia kila laheri na inshallah anasema akipata time, aliniambia akipata time na kuja kushuhudia. So mimi nimefurahi sana kwa sababu tumetakiana heri pia. Au unasema? Amen. Kikweli ni jambo ambalo limenisisimua. Limenisisimua. Na naona kweli sasa watu kweli wamekuwa. Much love and respect. Umeelewa bwana? Watu wamekuwa kweli, and kama hii ni for the culture. Amani katika jina la hip hop. Amani katika jina la rap. It just don't get more hip hop than this. Bana, tukutane tarehe 2 mwezi wa 5 and then next episode tutakutana wakati mwingine. Asante.